Naona huyu mtu amekuja amefura. Amekuja amejiandaa. Mama, nilikuwa nakutafuta. Nimekutafuta sijajua umekimbilia wapi. Sasa umenipata. Sasa nisikilize nikwambie. Hakuna mwanaume wa kuniozesha wa vile. Kipofu, siolewi na ule mwanaume. Umenisikia? Nakusikiliza. Naomba tafadhali, sijakuvunjia heshima. Wewe ni mamangu mzazi. Naomba unirudishe kwa mume wangu. La sivyo, tutavunjiana heshima muda si mrefu. Mwanaume ana pesa, mwanaume anayemjua mimi wa siku zote kama jirani yetu. Tunamsaidia sisi. Leo hii niolewe naye. Siwezi nikaolewa naye. Utaolewa naye. Tunakoelekea sasa, tutavunjiana heshima muda si mrefu. Kwa hiyo umekuja kwa shari. Kishari? Umekuja kwa shari? Cha msingi, naomba unirudishe kwa mume wangu. Jamani Nimekwambia hivi bora nirudi kwa nimekwambia hivi. Mzazi mbele ya kanisa. Sitaki kishina wewe. Unapiga mzazi mbele ya kanisa. Cha msingi. Unapiga mzazi mbele ya mume wangu. Hautajua sasa nimeshakwambia. Unataka kupiga mzazi mbele ya kanisa? Unataka kupiga mzazi mbele ya kanisa wewe? Mbele ya kanisa kabisa. Humwogopi Mungu. Maisha ya mwanadamu yana historia ngumu sana. Itabidi ujichukie sana kama utakuwa umetoka katika familia maskini afu hujijui wewe ni nani. Kitu ambacho nilikuwa sikijui zamani ni kuhusu ubongo wa mwanadamu, hasa wa Mwafrika. Watu wengi miaka yao iko mbele lakini fikra zao ziko nyuma. Kwa mfano mwanamke wangu mimi, yeye anaishi katika fikra za mwaka 2012. Wakati tuko 2025. Huyo mtu ukimwambia mambo kwa ajili ya 2030 anakuona wewe ni mwehu. Dunia iko hivyo hivyo hata kwa wanaume wenzangu. Wengi wako 2025 lakini wanaishi mwaka 2012. Wewe unafikiria mtu huyo anawezaje kujisaidia? Changamoto kubwa ni nini? Maisha, familia, elimu au vyakula tunavyokula? Kitu kinachoumiza katika maisha ni maisha huyu kiumbe anaotoka katika familia ya kifukara. Mara nyingi huwa anapata msukumo wa kutafuta maisha baada ya kupata maumivu ya mapenzi. Mimi leo nimeumia, nimefika katika mji ambao sijui hata jina lake. Nguvu ambayo ningeitumia kabla ya kuumizwa ingenisaidia mimi kuishi maisha mazuri, lakini mpaka niumizwe ndio nitafute maisha mazuri. Na hivyo ndivyo walivyo mafukara wenzangu. Sijui kwa nini tunaukubali ufukara kwa sababu ya ujinga wetu. Mwanaume anahitaji pesa ili kulinda heshima yake. Wakati mwingine kwa Waislamu kuna vitu vya kujifunza. Mtume wao alioa mwanamke ambaye anamzidi miaka mingi. Kwa hiyo unataka kuongea nini? Na kuuliza kwa unataka kuongelea nini? Mayo yote ushamaliza. Sasa hizo unakuja kuleta ngonjera zako hapo. Utaongea nini ili nikuelewe? Ujana tu ulikusumbua. Umeharibu mwili wako alafu unaongea kitu gani? Eti kwa Waislamu. Ovyo. Mungu, mimi nakuzidi miaka 3 tu. Lakini pamoja na hayo nakupenda na kuheshimu na jali kuhusu wewe. Lakini unanyanyasa sana. Unithamini. Mimi kukuzidi miaka 3 sio shida sana. Punguza kunidharau. Acha kuchanganya karama za Mwenyezi Mungu na maisha yetu. Unaijua karama wewe? Umepoteza mayai mangapi enzi za uhusiano wako? Alafu leo unakuja kuizungumzia karama. Utaongea kitu gani ili nikuelewe? Sidhani kama nitakuelewa. Na hata Mwenyezi Mungu huyu ambaye unamkimbilia leo hii unamtaja majina mengi sana, lakini hawezi kukuelewa. Kama unazifahamu karama za Mwenyezi Mungu, kwa nini ulikufuru? Kwa nini ulikufuru? Mimi sitaki vikao vyako vya kijinga. Nikajua unaniweka chini tunaongelea masuala mazima ya kile ambacho tunachokihitaji. Lakini kumbe unakuja kuongelea ujinga. Unaletea mada za Uislamu, nibadilishe dini? Au unataka na wewe uitwe nani? Uitwe Rahma? Wewe ni Maria na utaendelea kubaki kuwa Maria na utakuwa mke wa John tu, mshenzi mkubwa wewe. Hebu niletee maji nje mimi nawe. Mshenzi mkubwa wewe. Mungu ni mjuzi sana kwa kweli. Hakika nimeshangaa sana haya mandhari. Napenda sana watu wa namna hiyo. Watu wanajua kumsifia Mungu. Lakini kuna watu wengine wanasifia hawana imani. Hiyo sasa ni imani ya mtu mwenyewe. Na wewe Rastafari? Kuhusu Rasta.
Sio imani yangu, bali ni mtindo tu nimeamua kujiwekea. Kwa hiyo unapenda vile ambavyo Mungu tu akitajwa unafurahi? Yaani mimi nikitajwa tu jina la Mungu ninapenda sana. Kijana, kutokana na wema wako ulioonyesha kwa muda mfupi wa kumhofu Mungu, naomba nikuulize swali na imani utanijibu vizuri. Soma. Hapa kijijini hapa kuna Waislamu wengi ama Wakristo wengi? Kijiji wapo watu wa imani zote. Safi. Mimi natamani kupata msaada kwa sababu mimi ni mkimbiaji nilipoteza ramani. Kwa hiyo sijui pa kuelekea, sijui pa kuanzia. Watu wenye imani wana tabia ya kusaidia watu. Sidhani kama wana uwezo wa kutoa msaada kwa kuwa watu wengi sio waaminifu. Ukinitazama unanifahamu? Fahamu. Hata sijawahi kukuonaga. Vipi? Wewe ni mfanya biashara? Tujulishane. Mimi ni Kapuku nilipoteza ramani, ndio maana nikauliza watu wenye imani kama wapo ili nitengeneze kituo kidogo cha mafikirio yangu. Kapuku. Mimi siwezi kulazimisha watu wenye imani wasaidia watu, lakini wanakosea. Mtu kuwa mwaminifu ama kutokuwa mwaminifu, hiyo ni karia ya mtu mwenyewe. Ila sehemu Mungu alipohimiza watu wasaidiwe, wanatakiwa waendelee kusaidia. Ila nisiende sana huko. Lazima nifuate sheria na sharti ya kijiji hichi. Mimi ni mgeni, nahitaji msaada. Bwana mdogo, unaweza kunisaidia nikapata ramani japo kipande kidogo tu juu ya hichi kijiji? Ila ndo kwa nini? Naweza nikakupa mwangaza kidogo au nikakusaidia kidogo. Unaona mji huu? Singekuelekeza. Takosea. Basi tufanye kitu kimoja. Mimi naenda hapo shambani hapo. Kama utanisindikiza itakuwa sio vibaya. Natamani nifanye hicho ulichoongea. Lakini mdogo wangu, mimi nimechoka. Niangalie ninavyofanana. Nimetokea mbali sana. Oh, basi sio mbaya. Kwa nini? Mimi naenda kukata miti miwili tu. Unaweza kukata pale ukanisubiri. Afu mimi kirudi na kupitia tunaenda. Sawa. Basi kituo hichi itakuwa maalum kwangu mimi na wewe. Mimi nitasubiri, nitakuwa mvumilivu. Jitahidi usiende ukazunguka njia nyingine. Nahitaji ramani bwana. Haya bwana. Wasubiri hapo hapo. Sawa, wengine tushakwama bwana. Haya. Msichezie umri wenu bwana. Umri mali. Mjomba. Ndio. Alichokifanya mama ni kitu kikubwa sana. Kama unajiuma, shida ni nini? Mama kanitoa kwa mume wangu, kunaambia niende nikaolewe na tajiri. Tajiri mwenyewe analetea Kizimondi. Mpwa wangu, acha ujinga. Mwanamke mjinga anavunja ndoa yako mikono yake mwenyewe. Mjomba, naomba unisaidie. Maana hapa sina njia nyingine ya kupita. Naomba unirudishe kwa mume wangu. Maana talaka ameshanipa. Nitafanyaje? Tamaa imekufikisha wapi wewe? Mpwa wangu, kwa unafuata kila mama yako? Dada yangu ni mtu mwenye tamaa sana. Na ndio maana nakushawishi kwa vitu vidogo vidogo. Sasa leo una faida gani sasa? Talaka zote umekubali kuzipokea mikono miwili. Hujajua mwanaume ana tabia gani? Yuko vipi? Hivi kweli ulipewa kitu gani wewe mpwa wangu? Mbona nilikuwa nakuamini sana tofauti yule mwenzako? Dada yangu yule ana tamaa sana. Ni mtu mbaya sana. Anashindwa kujua hatima ya kesho. Kesho kwa Mungu atasema nini? Kama leo nakutia mwanaume kama huyu. Nilimwambia yule maskini arizike na umaskini wake. Ule utajiri sasa una faida gani na ule kipofu? Atakusaidia nini? Si ndio maskini unakuja kuleta katika nyumba hii? Ndio maana naomba unisaidie. Maana mimi hapa sina hata la kufanya. Nishaachika tayari. Mpwa wangu, nitasimama mimi kama mjomba wako kusimamia ndoa hii. Lakini ndio tayari ulikubali kupokea talaka zote 3. Mimi na imani kama vile amekuja kuharibu katika familia yetu hii. Inakuwaje kuweka ndoa juu ya ndoa nyingine? Ndio kwamba Mwenyezi Mungu sio dhalili, na ndio maana nimefikia hatua hii. Majibu tunayaona bado tupo duniani. Leo tungejua yale nilikuwa naambia wapwa zangu bado mpo nyumbani. Wala usingefuata upumbavu ule mama yako. Yule namjua ni dada yangu, ni mtu mwenye tamaa sana, ana hofu na Mungu. Sasa leo unaonyesha nini? Leo ni aibu gani tunaiweka hii?
viatu tu mwaka mzima. Hivi kwa nini unashindwa kujiongeza wewe mwanamke? Kila kitu wewe ni mzito, kila kitu wewe ni mzito. Ndio maana huna akili kabisa. Lini utakuwa unajiongeza? Yaani wewe kila kitu kwenye maisha yako ni mzito. Akili huna. Viatu hivi masaa 3. Na ndio maana hata kitandani ni masaa 2. Mume wangu, naomba unisamehe. Nilikuwa nakutafutia kitu kuwa bora. Samani yako inanisaidia nini mimi? Samani yako inanisaidia nini? Hivi unajua kitu gani ambacho mimi nachokihitaji kwenye maisha yangu? Samani yako ina maana gani sasa? Nahitaji kuthaminiwa. Na si kitu kingine. Nimechoka kudhalilika mtaani. Mume wangu, usichelewe kurudi. Nimekuandalia chakula kizuri ambacho ni bora kwako. Chakula bora, chakula kizuri. Wewe unajua ninachokipenda mimi? Unajua ninachokihitaji mimi kwenye maisha yangu? Nakuuliza wewe. Au umejisahaulisha? Ninahitaji kuthaminiwa kama baba. Ninahitaji mtoto kwako. Ukinipatia hicho, kila kitu utakuwa umenimaliza. Lakini sivyo ambavyo unavyotaka wewe. Chakula. Wewe mwanamke mshenzi sana wewe. Wakati mwingine chakula ni bora kwenye maisha yangu. Chakula naweza kukipata sehemu yoyote ile. Lakini mtoto bora anaweza kumpata kwa mke wangu aliye bora. Mwanzoni nilikuthamini sana kama mke wangu. Mshenzi mkubwa wewe. Ninahitaji mtoto ili nithaminike kama baba na si kitu kingine. Salama. Salama. Simu yako niliipata. Nilipata simu yangu? Ndio. Sio mbaya. Huyo hapa mimi ni mgeni wangu. Mimi ni mgeni wake. Sawa, karibu. Asante sana, asante. Kijiji chenu ni kizuri sana. Karibu kakaangu. Na ni kwa mara ya kwanza amefika katika kijiji hichi. Kwa kweli ni mara ya kwanza, lakini mmebarikiwa sana. Kuna vitu vingi vizuri hapa. Labda nisizunguke sana. Huyu hapa ndo mpokea kodi katika maeneo haya. Huyu hapa ndo mpokea kodi katika maeneo haya. Na maana unielewi au? Nakuelewa. Sasa wewe umeleta sehemu kwa mchukua kodi, si ndio? Sasa unataka nikusaidiaje bwana? Najua mwenye busara na elimu lazima achanganue. Najua umepita katika ubao mweusi. Kijana, mimi nimepita kwenye ubao mweusi, lakini kijana hicho unachokifanya unanipa ramani ambaye kwanza haijakamilika, afu kipande chake kina maandishi magumu. Yaani wewe unawezaje kumpa mtu ramani, fundi ujenzi, unampa ramani ya Vietnam? Wakati hadithi kwa ufupi ya wewe fundi ujenzi unaijua? Mimi hamna hata. Hii nimemind. Nimemind, niache. Afu kiumbe brother kaza. Na kaza. Nimekusaidia, nimekutoa mbali huko, nimekuleta hadi hapa. Unajishukuru? Na kaza. Nimesha kaza. Sasa sikiliza dada. Ndio. Huyu hapa telewana naye bei. Sema tu simkazie sana, mlegeze sura moja mwenyewe. Sawa, vipi? Mfanyie hata vya dezo. Hakuna. Sasa blaza tutasoma na wasi. Siku nyingine tutaonana. Tukiwa kama pipo. Haki ya Mungu. Haki ya Mungu tutaonana. Si hata sasa kusindikiza. Tukiwa kama pipo. Wallahi tutaonana. Mungu mmoja na Mungu huyo alobaba. Abe. Mtu wako. Haki ya Mungu tutasomana. Okay. Na kwa tukiwa kama pipo. Siku nyingine blaza. Siku nyingine wapi? Wewe nenda. Wewe si unaenda. Unaona?
Dada. Abe. Mambo. Poa. Nakuona. Ndio. Dada, nasikia kiu na nisaidie maji ya kunywa kwanza nipoze koo. Manake hii koo hii imekauka sana. Ngoja nikusaidie. Ila mani sidhani kama ni yenyewe. Haya nini? Maji. Haya. Ndio. Haya ni maji? Ni maji. Haya. Ndio. Wewe, haya ni maji? Ni maji. Tutaonana. Haya, karibu tena. Unaleta marumbano nyumbani kwangu? Tupange kitu gani upuuzi wa dada yangu tamani iko mbele juu yako. Jamani, majirani. Sijui majirani. Unataka nini? Wewe unataka nini? Wewe unatakaje? Wewe unatakaje? Unayaweza? Ina maana umekuja kwa shari, si ndio? Unayaweza? Umekuja kwa shari. Papua. Unaweza?